Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Balozi Mahamudu Thabit ameshiriki maadhimisho ya siku ya kitaifa ya miaka 50 ya muungano wa Jamhuri ya Kisosialisti ya Vietnam kama mgeni maalum kufuatia mwaliko wa waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo Mheshimiwa Bui Tham Son yaliyofanyika jijini Ho Chi Minh, Vietnam Aprili 30, 2025. Akizungumza kwenye sherehe ya maadhimisho hayo, Rais wa Vietnam General Le Rong ameeleza kuwa maadhimisho hayo yanaandaliwa ikiwa ni ishara ya kutambua na kuheshimu mchango wa kipekee wa mashujaa wa taifa hilo uliojenga misingi ya mafanikio yaliyofanikiwa na taifa hilo kwa kipindi cha nusu karne katika kujenga umoja wa kitaifa, maendeleo ya uchumi na mahusiano ya kimataifa. Maadhimisho hayo yamehudhuriwa na viongozi wa nchi kutoka mataifa mbalimbali duniani, ambapo Afrika ni mataifa matatu pekee yaliyoalikwa kwenye maadhimisho hayo ambayo ni Tanzania, Angola pamoja na Msumbiji. Mbali na kushiriki katika sherehe za uapisho huo, Waziri Kombo alifanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Vietnam muda mfupi baada ya kumalizika kwa sherehe za maadhimisho ya siku ya kitaifa ya miaka 50 ya uhuru na muungano wa Jamhuri ya Vietnam. Tukirejea Afrika Mashariki, mbunge wa Kenya auawa kwa risasi akiwa ndani ya gari Nairobi. Mbunge wa upinzani nchini Kenya, Charles Ong'ondo Were, ameuawa kwa risasi siku ya Jumatano jijini Nairobi katika tukio ambalo polisi wanasema lilikuwa ni uuaji wa kinyama uliopangwa kufanywa na baadhi ya watu. Tukio hilo lilitokea majira ya saa 1 usiku kwenye barabara ya Ngong katika jiji la Nairobi, ambapo gari la Were lilisimama katika taa za traffic na mshambuliaji mmoja aliyejificha nyuma ya pikipiki alikurupuka na kumpiga risasi kwa karibu kabla ya kutoroka. Were ambaye alikuwa akiwakilisha jimbo la Kasipul na ni mwanachama wa chama cha ODM alikimbizwa hospitalini, lakini walithibitisha kuwa tayari alikuwa amekwisha kuaga dunia. Sababu za kuuliwa kwake bado hazijulikani, lakini polisi wanasema tukio hili lilikuwa limepangwa. Kwa upande mwingine, Rais wa Kenya William Ruto ameagiza uchunguzi wa haraka, huku kiongozi wa ODM Raila Odinga akilaani tukio hilo na kusema ni uuaji wa kinyama. Mauaji haya yametokea huku hali ya kisiasa nchini Kenya ikianza kutulia baada ya maandamano ya kupinga serikali mwaka jana, lakini ripoti zinasema uchunguzi unaendelea na polisi wameahidi kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Ripoti za Jaba Kimataifa, God bless Kombe.